Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunazitazama ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Tuko katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura yake ya kwanza. Ngoja leo tuanze kusoma kuanzia mstari wa 9. Tunakutana na ahadi nyingine hapa muhimu sana. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Narudi tena. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hatimaye tunakutana na jambo jingine hapa muhimu sana. Hapa ni habari ya kupaa kwa Yesu Kristo kwenda mbinguni. Hii ilitokea siku moja alipokuwa akiongea nao. Ukianzia mstari wa kwanza mpaka hapa utakuta alikuwa anawaambia mambo mbalimbali. Mojawapo ni lile la ahadi ya ubatizo. La pili ni kujazwa Roho Mtakatifu, kupata nguvu za kuwawezesha kutumika au kuwahudumia watu au kuwafikia watu. Lakini alipomaliza kusema hao, walipokuwa wanaongea tu, anaongea nao, mara ghafla wakaona akainuliwa, likaja wingu likampokea. Kwa hiyo wakaona tu ananyanyuka huyo, halafu ghafla wingu likaja likampokea, akakaa kwenye wingu, akaenda zake. Sasa watu wote waliokuwa pale wakainua macho yao kuangalia jinsi anavyokwenda. Oh jamani, huyo anatuacha, yule wanaangalia mbingu, jamani anatuacha. Ni kawaida ya kila mwanadamu, kama kuna mtu uliyekuwa umezoeana naye lakini anafika mahali anawaaga, huwa kuna uchungu na mashaka na wasiwasi. Sasa jamani anatuacha. Basi ndicho kilichotokea. Uzoefu huu uko kwa baadhi yetu si wachungaji. Unapotumika katika kanisa moja, baadaye unahamishwa kanisa lingine. Sasa kile kitendo cha kuagana nao huwa kinawaumiza watu. Yawezekana yeye anayehama na wale wanaohamwa wote huwa wanaumia sana. Ndicho kilichowapata wanafunzi. Macho yao sasa yakawa, jamani, wewe urudi tena. Wapi, huyo anaenda. Basi ghafla wakatokea malaika wawili, walikuwa wamevaa nguo nyeupe, wanametameta. Wakawaambia, enyi watu wa Galilaya, kumbuke Yesu Kristo aliishi Galilaya miaka yake karibu yote. Kule ndiko alipata wanafunzi wake, na hawa ndio walikuwa wanafunzi wake, watu wengi wa Galilaya. Lakini ukumbuke walikuwa katika mji wa Yerusalemu hapa. Sasa wakawa pale wa Galilaya ndio wengi. Wakaambiwa, enyi wa Galilaya, mbona mnakaza macho kuangalia mbinguni? Basi huyu Yesu mliyemuona akipaa kwenda mbinguni, iko siku moja atarudi jinsi hiyo hiyo alivyokuwa akipaa, atarudi namna hiyo hiyo tena. Kwa hiyo iko siku moja atarudi kwa namna hii, atakuja amepanda wingu vile vile. Jambo muhimu hapa, ahadi ni hii kwamba iko siku moja Yesu atarudi. Iko siku moja Yesu atarudi tena. Tutamuona kwa macho yetu kabisa haya na kushangaa kwamba ndio maana hatujawahi kukutana naye, hatujawahi kumuona. Wachache wamebahatika, lakini wengine wengi hatujawahi kumuona uso kwa uso.
Siku atakapotokea ndipo utashangaa sasa, oh, kumbe ni yeye, kumbe ni huyu. Sasa kumbuka, niliwahi kusema afadhali humwamini sasa, humuoni. Nafikiri kipindi kilichopita kwamba wakati huu humuoni, mwamini. Wewe mwamini, utashangaa siku ile atakapotokea. Wala uamini siku ile asitokee, kwani napata hasara gani? Lakini usipoamini akatokea, rafiki yangu, umeumia. Kwa hiyo iko siku moja atarudi. Hiyo ndio ahadi, iko siku moja atarudi. Atarudi lini? Hatujui kwa hakika. Itakuwaje siku hiyo? Hatujui kwa hakika. Utakuwa usiku ama mchana? Hatujui kwa hakika, maana Biblia inasema atakuja kama mwizi anavyokuja. Sasa wezi wengi hutumia kuiba usiku, iwapo wako wanaoiba mchana. Sasa hatujui Yesu naye atakuja usiku ama mchana, hatujui kwa hakika, lakini atakuja siku hiyo ghafla. Kwa hiyo rafiki yangu, mpendwa wangu, mwamini Yesu Kristo wakati huu humuoni. Siku atakapokuja ukamuona uso kwa uso, ndio utaona kweli hiki ilikuwa tunasema ni kweli. Kwa hiyo ahadi ni kwamba Yesu anarudi. Sasa dalili za kwamba anarudi zimekuwa tayari. Sasa hivi kinachosubiriwa tu ni tarumbeta au parapanda, ndicho kinachosubiriwa, lakini dalili karibu zote za kurudi kwake zimeshaonekana. Mojawapo ni ya Injili. Injili sasa hivi inapenya kila mahali. Sasa hata mitandaoni tunaziona, kila mahali neno la Mungu linahubiriwa. Maana katika Mathayo sura ile ya 24 anasema, ukianza mistari ya 10 huko kuendelea, anasema siku hiyo utakapoona Injili imeenea ulimwenguni wote, basi ndio narudi. Kwa hiyo rafiki yangu, ndugu yangu, mpendwa wangu, tafadhali, na wewe ambaye basi umeshamwamini Yesu Kristo, umeshafanywa kwa wake, endelea. Usirudi nyuma, usikubali kugeuka, endelea na Yesu mpaka kieleweke. Mungu akubariki. Asanteni sana. Basi niwatakie kila laheri. Endeleeni na Yesu, ni mtamu jamani, ni mtamu eti. Naweza usione utamu wake, lakini wewe mwamini tu ndio utajua. Ni mzuri sana, ni mzuri sana. Akubariki Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.